jasho shindo kunenepa mwenyewe. Ni zamani kutoka na hivi. Kuzaliwa kwa gari. Unaanza kwa masikio. Baadaye na kwenda. Kwa tekla na jembe lake. Yes. Hapa ni kwa taksi. Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokuonyesha hatua mbalimbali unazopitia vijana 100 kutoka kata 17 za wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hizi ni hatua za kutoka kwenye umasikini waliokuwa nao katika maeneo waliokuwa wakiishi kabla na familia zao kuelekea kujijenga na kujitegemea kiuchumi. Hawa ni vijana walioletwa porini kwenye makazi ya wanyama na vinyama kama vile fisi, nyoka wakali na wadudu wenye sumu kali. Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili. Kwa hiyo ulikuja na nguo mbili wewe. So hizo. Kama zimechafuka nyingi wewe unajua unyoe. Ah, nyoe yani hiyo imechemka. Yani hata kwa dawa. Tayari kwa shughuli. Ngaunga ningaunga ya nuto mama. Ngaunga nuto mama ndo mbele. Wangu wako. Mwe mnasogea karibu ndio mnaweka. Sio sababu. Sio sababu, sababu. Nyewenye. Mama kwa mabwende. Sio mabwende. Mpagazi hata mimi. Mimi sio mpagazi. Mpagazi unaona unanoleta kitu. Toma.
Mwisho mapambo tukaondoka. Friji. Umeroki. Majungu ya watu wakumamisha Confido. Mmempiga majungu Confido mpaka hama kijiji. Namtembezea nyoka usiku Confido. Manueli kamtembezea nyoka. Manueli baba. Confido. Udi. Sasa kuchimbia chini dongo na watu Mwenyekiti tusikilizane kwenye mzema tu. Mapua makubwa bonda kwanza hapo. Anakuja huko sababu Kwa nini faster basi hapa vipi ni ashikaji? Amani. kama mmechoka mnawaachia tupige chepo leo mpaka tunyooke. Naomba wewe na wewe ukakae huko kwa babu yako. Bado bado. Mimi bado nina ile hali ya jicho. Taratibu, hii kazi vitendea kazi au sikalazo naye huyu wako hapo. Hakuna lazo na wewe. Kwa hiyo tukalazo wote. Bosi hapa ni haribu. Nenda kulinda. Wacha kuharibu siku nyingi. Mwangaluka. Tulia wewe. Boge. Iye na Mwangaluka. Tumekuja kufanya kazi. Hatujaja kuuza sura. Acho vivu wewe, piga kazi.
yeye ni kama binadamu. Joto likizidi kuwalishia wale watoto wake au majani, sisi tunaita kulisha majani. Kwa bila maji yeye hawezi pia kukaa. Kwa hivyo ni vitu vile vya msingi ambavyo unatakiwa uvikague ili uweze kufanyaje, kuweka mizinga. Kuna vitu vingine ambavyo ni vya ziada, kwa mfano njia inapitika, kwamba eneo liwe linapitika, mvua ziwe za kutosha ili uweze kupata maua. Unatakiwa kuwe na kivuli kwenye mizinga yako, lakini kwa eneo letu hapa sisi sasa hivi tutatengeneza banda ambalo tutawekea nini, mizinga yetu. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo ni kwa ufupi tu kwamba eneo lako linatakiwa liwe na nini. Ukishamaliza hapo sasa ndo unaenda sasa kuchagua kwamba ufugaji wako uwe wa aina gani. Lakini kwa kijiji chetu tutafuga nyuki kwenye mabanda. Kwa leo tutajifunza namna ya kutengeneza banda ambalo litatumika kuwekea nini, mizinga. Mtaalamu atatuelekeza namna ya kutengeneza banda na kuna faida zipi za kufuga kwenye banda na faida zipi na kuna hasara gani ya kutundika juu ya miti. Yeye mwenyewe atatuelekeza. Kwenye ujenzi wa banda linakuwa na urefu, ndio, wa mita 8, sawa, na upana wa mita 3. Kwa dabo kana mpaka mita 100 au 70, jinsi utakavyotaka mwenye. Kimsingi kwamba kila mita moja mzinga mmoja. Kwa eneo la mita 2 na kama mizinga 2. Kila kwenye mita moja mzinga mmoja. Ndio mita 3 yetu. Lakini kati ya nguzo hii na nguzo hii, ndio? Kati ya nguzo hii na nguzo hii hapa, kwenye upana hapa mwanzo mpaka mwisho si mita 3. Sasa kati ya nguzo na nguzo, ili sasa uweze kupata eneo la kuweka mizinga, pana futi 2. Ndio kwa ajili ya service, kwa maana kwamba unapokuja kukagua mizinga yako, sawa, unatumia ili eneo 8. Mita ngapi? 8. Upana wake tutapima mita ngapi? 3. Mita 3. Tunaelewana mpaka hapo? Sasa hapo ni nje ya nini, ya banda. Tunaingia sasa mle ndani ili tuweze kutengeneza sehemu ya kuweka nini, mizinga. Tupo mpaka hapo? Kwa hapa ukishafika ndani unapima futi 2. Kwenye ile futi 2 ndo unaanzia nguzo, ambazo hizo nguzo zitaenda mpaka kwenye upana mwingine wa nyumba. Tunaelewana mpaka hapo? Hivyo hivyo na upande wa pili, kutoka kwenye ukuta ule wa upande wa pili wa jengo utapima futi ngapi? Futi 2. Ukishapima zile futi 2, kwa hapa katikati tutaweka tena nguzo kama upande wa pili wa nyumba. Tunaelewana mpaka hapo? Hapa katikati patabaki nafasi. Hii nafasi inayobaki ni kwa ajili ya wewe kufanya shughuli zako za nini, za ukaguzi. Kwa sababu unapoweka mizinga inatakiwa ikaguliwe kwamba labda kuna wadudu wameingia mle, kuna acha wadudu, kuna mchwa. Kwa mfano wadudu tuna mchwa, tuna siafu, tuna sisimizi, yani wale wote ambao ni maadui wa nyuki watakaofanya kwamba kundi lako lihame. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa hata kama sio uvunaji, lazima utakuwa unakagua mizinga yako. Hii nafasi ya hapa tunaiacha kwa ajili ya wewe kutembea, kwamba utakagua mizinga upande huu huku, ukimaliza kesho utageuka utakagua mizinga ya nini, ya upande wa pili. Kwa hii nafasi hapa katikati inakurahisisha wewe au inakusaidia wewe katika kufanya zile shughuli za kawaida za ukaguzi wa mizinga. Tupo mpaka hapo? Ndio. Ili hapa huu ni mfano wa kwanza, manake hatutakuwa na eneo la kuvaa mavazi yale ya kinga ambao utakagua. Kwa maana hiyo banda letu litakuwa la kuwekea mizinga tu, mavazi tutavalia wapi? Kambini. Tunaelewana mpaka hapo? Ndio tunachokifanya. Kwa sababu ingekuwa kwamba ni eneo letu pamoja na kuvaa mavazi, tungeongeza na kachumba kingine kwa ajili ya kuvalia nini, mavazi. Tupo mpaka hapo? Nadhani kwenye vipimo tu vya banda tumeelewa. Bado kuna swali. Sio, tumeelewana. Mlango unakuwa upande huu mmoja ili kuzuia nani
ile kutembea, kwamba ile movement ya kwako tuweze tukuzuia, kwa sababu unaweza mwingine anaingilia huku, mwingine anaingilia huku. Hapana, kwa sababu ule kuingia kwako wewe naona kuwa adui mmoja wapo kwa unakuwa unamsumbua. Kitakachofuata hapo, manake watatoka watakushambulia wewe. Kwa ili kuzuia ule kule kutembea kwako, ile movement yako, tutakuwa na mlango upande mmoja tu wa banda. Tunaelewana mpaka hapo? Manake upande mwingine tutazidi. Huu ni mfano wa banda la upande mmoja lenye mizinga pande mbili. Tunaelewana? Lakini tutakuwa na banda lingine ambalo pia ukitaka kwa upande ule wa kufunga unaweza ukatengeneza stendi tena ukaweka mizinga. Tunaelewana mpaka hapo? Na itakuwa hivyo kwa upande wa mmoja ukaufunga pia utakuwa na mizinga. Yaani hata miwili ili kuzuia. Na hii mizinga itakavyowekwa hapa taangalia mfano hili banda limejengwa hivi. Kwa hiyo mizinga milango yake taangalia upande huu na upande na ule upande wa pili wa upana. Tutaweka angalau mizinga hata miwili ambayo itaangalia kwa. Sababu kimsingi hapa mizinga yetu inaangalia nje. Haiangalii ndani ya jengo. Maana kwamba ile eneo linalobaki hapa linakuruhusu wewe kuingia na kuweza kufanya shughuli zote ambazo zinatakiwa kwenye manzuki hii hapa. Hiyo ndio nyumba sasa. Hiyo ndio nyumba. Yaani hapa sijaelewa. Pima kwanza, maswali baadaye ya geography. Twende mitatatu. Hapo tunampata pia. Naam. Hapa mtu angalia mitatatu. Sasa mitatatu hapo kaishia unaenda mbali. Hii hapa mitatatu. Rudi. Hii hapa mitatatu hii hapa. Sasa weka chini kama na unaweka chini hivi. Ingia hivi ndani. Sio toka nje. Rudi huko. Wapi? Hapo. Hii sio kweli bwana. Toka hivi kidogo wewe. Toka huko hivi. Mbona limeenda mshazani? Limeenda hivi. Haina shida. Hapo sawa, weka gonga hiyo. Gonga hapo. Wale mitanuka vibaya hilo. Ndio kawaida ya sama. Wengine tunasema nyumba. Nenda huko. Square itanyosha. Square ziko bwana. Square haikuja. Waende square. Square hata ndio nalo ni square. Telemsha kamba. Square ziko nyingi. Funga hapo iende. Bongo funguzeni. Mtaalamu ndio kwa kucheki sasa. Hii si inafungiwa kwa hapa? Kwa huko kwenye hiyo mambo. Hii inafungiwa kwenye hiyo. Funga ikata. Vuta kabisa. Alafu ndio tunaenda kuzihamisha mizinga. Hii picha mmeiona. Ndio. Naelewa. Ndio. Hao ndio kisha kuuma. Yes. Unafahamisha kule hata kuuma. Njoo wewe. Shika. Maana sema nakuja hapo. Nasikia. Hii ya katikati. Ya katikati hizo nazo tunazichimba. Ndio. Wewe kama ni huku ina maana yote yachimbo line ya. Umeelewa? Kwa hiyo kama ni hapa, kama unaanza na hapa, lakini kwa vizuri kae iweke kati. Chimbo likae kati, kamba ikae katikati. Nani hapa? Kamba ikae kati. Okay. Umeelewa? Kae kamba kusoma kati. Haya. Mwingine hapa bro. Yupo. Tayari hapo mshaji hapo. Kwa hapo ulipoweka panga. Na hapo. Mbona mnakuja tu sijamuita mtu? Ndio sanga. Twende pale wewe. Kuna hiyo hapa. Hapa. Mbona kina mama hamji? Kirua dumbukia hapo wewe. Kuna mizizi mingi sana. Unataka kerua. Kerua. Kanini? Hata kama kumpa mtu kazi. Hebu niacheni kamba kwanza. Ndio hapa inakuwa mafumani. Hapa ile inakuwa
Umeelewa? Nendeni mkanipimia mniambie. Pale katikati. Sasa nani ana nyundo wa misumari? Nani ana nyundo ya misumari? Mimi hapa. Mimi hapa. Lete hapa nyundo ya misumari. Hajakaa sawa. Ndio kidogo Saidi. Sio kamba. Nguzo nzima kabisa imepigiwa. Ni nguzo. Huko nashindia udongo kidogo kidogo. Ngoja. Hebu kwanza kanisha kama mikutu. Kama nyaka hapa kwa juu ndio kama kwa hiyo. Au mimi ndio nimeshika hapa. Ni mamaji mwenyewe na glasi usoni. Hata soma. Ndio. Kamnyangalakane mama, kamnyangalakane, jana wako wachapa kazi. Kamnyangalakane, kuna mvivu wa mchovu. Kamnyangalakane, alilia waitisite. Kamnyangalakane, usituone mbele yako. Kamnyangalakane, jana wako wachapa kazi. Kamnyangalakane, kamnyangalakane mama, kamnyangalakane.